Hii hapa ni mbolea maji. Unaona? Kwa ajili ya kuoza nyanya vitafu. Unatumia hii mbolea kwa ajili ya kufanya mambo. Munguza kitako chini. Chukua hii. Sasa hizi ni mbolea. Hii ndio mbolea ya kupandia. Inaitwa mulch coat. Ni sawa na DAP, lakini hii ni nzuri zaidi ya DAP. Hii ni mbolea ya kuchanganya kwenye maji na hii ni mbolea ya kukuzia. Unaona? Hii hapa ni hormone. Zile hormone. Na usema hormone nadhani unaelewa. Maua uchavushaji pollination zinasaidia. Kwa hiyo napima mililita 2 na hii lita moja ya maji. Kishaingiza mule ndani, kishaeka kule, hizo ni gloves. Ukiwa umevaa gloves unapita kule umevaa na manguo yako yote hayo. Sababu nyanya zitakuwa kubwa kule. Unapita kila utaona ua la nyanya. Ukiona ua la nyanya lile ua simetoka vile. Unaingiza lile ua hapa kama hapo. Ua sitaingiza hivi. Alafu naangalia mule katikati ile ua kule, unafanya pollination. Unapiga unauza mara moja. Maua yote kule pili. Mara 2 kwa wiki. Kila wiki unafanya hizo kitendo. Fanya Jumatatu na Jumanne. Kila mmea na kila ua. Na kila mmea. Makini sana. Utakuwa ile kazi unaifanya makini sana. Kwa sababu unapozidi kugonga hii, mavuno ndio yanazidi kuyaleta. Mara ngapi kwa wiki? Mara 2. Twice per week kitaalamu sana. Hizi ndio mbegu zetu. Hizi mbegu za Kiisraeli. Hazera ni watu wanatengeneza genetics, nadhani najua study of heredity. Umeona? Heredity tunaita heredity. Transfer from one generations to another. Au tunaita ndio maana genetics. Hazera just a brand. F1 maana yake nimekwambia ile ni first generation. It means kwamba tumeinvolve 2 generation, female and male. Kuna vijana wasalishaga mbegu. Kuna kizazi cha kike na cha kiume. Unapanda kule shambani, unafanya crossing, madume yote tunaondoa, wala wanawake tunakuja natoa hiki. Kwa shamba kwa uzalishaji wa mbegu kama tunaenda. Ambazo tunasema zimecontain kuna mbegu 1000 ndani. Tarehe yake ya tested purity kitu tunatumia inaitwa purity treatment kwa kutumia kemikali inaitwa tira. Hizi treat hizi zisiare. Gharama sana. Nadhani nimekuambia. Hii wanaita Eva. Greenhouse seeds. Hizi ni kwa ajili ya ndani tu. Hata ukiiba hapa ukienda kupanda pale hasara tu unatafuta. Itakusaidia. Itapanda itafika siku ya 7:21 tukaweka pale. Na hata kutengeneza kitalu nje nacho kinakuwa. Kitalu lazima kitengenezwe ndani yake. Yaani kwamba inataka hali ya hewa ya greenhouse. Ndio hizi inaita Eva. Nayo ni F1. First generation. Hii ndio ile kopa nilikuwa nakwambia. Hizi ni fungicides ambazo ni kopa. Unaona? Kwa ajili sasa kama control magonjwa mbalimbali, kuzuia na kutibu. Unaona? Gharama sana. Ndio shilingi 50 hapa. Hii hapa, hii ndio kamwe na uza rahisi sana. Hii ni iboni. Hii ni robo. Hiyo 30 kabisa. Kwa utunzo. Kwa unavyoharibu jua na bei yake, jua nimeharibu shilingi ngapi. Hii ina mancozebs na metalax. Iboni just a brand. Mancozebs kwa ajili ya kufanya preventives, metalax kufanya curatives. Ni kwa ajili ya early blights na late blights. Early na late hii hapa. Kuna nyanya imedondoka na ile anthracnose. Dawa zake ndio hizi. Ambazo kwa zote mbili kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Hili ni bomba letu. Knapsack. Unafungua hivi. Hii ndio chujio. Hii si chujio. Unaona kwa ajili ya ufanyaji ya kuchuja takataka zote. Takataka zikiingia huku inaziwa hiyo pampu
naenda kwenda. Huu ni mpira, hii tunahitaji hii ndio kuspray. Huu ni mpira, tunaunganisha, mafuta hii tunaweka hapo, tunachukua hiki tunakuti hapo, tunafunga hapo, hii tunaingiza hapa, tunafunga hapa, after naleta naweka hapa, nafunga, tunavaa kwa mgongoni hivi, na hivi nakuja hivi, naanza kupiga. Mmea unapigwa juu, unageuza, unapiga chini. Wakati wa kitalu unapiga hapa, wakati unapiga mbolea hapo unapiga hapa. Unakuwa umeshajaza upepo, kwa usijazie upepo hapo, unajaza upepo hapo na unabonyeza huko. Ukifika hapa mwishoni unapiga huko. Utaona maji yanadondoka yanaingia. Ukipiga tu hapo utaona maji yenyewe yanatafuta kupita huko. Kama umejaza media vizuri. Ndio inapita huko. Hizi ndio njia za kupita maji sasa. Ukiona maji yapiti hapa, ndio ulikosea kuweka media. Mama umeelewa eh? Ukiona maji yanakosa kuingia hapa, ndio ulifanya makosa kuweka media. Maji ya kumwagilia, wakati wa kumwagilia unaweza amua kubadilisha nozo. Fungua hapa, weka, shaweka, jaza, funaka kawaida tu. Tena inatoa maji, usikie kumwagilia kawaida. Maji ya kawaida. Na kabla ili uje umwagilie, kabla ya kuanza kumwaga, unakuja na kidole chako hiki. Umeona eh? Unaminya ile media pale. Ukiona hapa pamechafuka maji, jua pana maji. Ukiona maji hajachafuka, jua hamna maji. Ukiona pana maji usiweke mengi. Ukiweka maji mengi unasababisha dumping ya unaua hiyo. Control mwagiliaji. Usiweke tu maji kwa sababu unakupuka huko ndio kuweka maji hapa. Mama anasua jua swala la dumping ya moisture. Unaangalia moisture content, unaangalia unyevu ulioko hapo. Ndio unaweka maji. Ndio kile ndio hapo. Maana kama unyevu ni mchache hapo, na maana yake kama unyevu mwingi utakiwa kumwagia. Kama unyevu ni mwingi unatakiwa usibadilishe. Hii ndio suti yetu. Hili ndio vazi letu la kukinga afya zetu, sisi tukapata madhara wakati tukiwa mule ndani. Hili ndio nini? Ndio unalivaa huku unapoingia mule ndani unafanya shughuli zako. Sasa usivaa kanda unaonia kitalu, hapana. Wakati nyanya zimeshapandwa kule chini, imeshaanza kupiga huko masumu mengi, unaanza kuvaa hivi. Unafunika kichwa funika kichwa alafu unabana na hivi kabisa hapa. Bana hapo unavaa ile mask, kuna mask iko hapa, ndio mask. Unavaa huko alafu hicho na sipokezani mask. Atakaye huyo watu walimshauri kwa sababu nilia mask nyingine. Hii shamba ataletea mask nyingine. Msipokezane hiyo Hii hapa pokezaneni. Lakini hiyo huyo mmoja atakayeanza nayo kwa nini hapa. Hizi ndio gloves kwa ajili ya kuvaa mkononi wakati unachanganya hizo dawa. Wakati tunachanganya hizo dawa ndio gloves. Hii hapa hii ni measuring cups fulani ya kupima vitu. Kwa mfano, ukiona ile dawa ambayo unatumia
milizi 50 kama hii. Hizo tumia milizi 50. Je, tunatumia milizi 50 hii. Kwa unamwaga mpaka hapa. Unaona? Sasa kumwaga dawa, unavaa kwanza makitu. Alafu ndo nafungua hii. Sababu hii inatoa harufu. Ndio sio kwa moto. Alafu then ndio ukishamaliza unaweka hii chini kwanza. Alafu unaanza kufunga hii nyingi hata kimwagika. Unaanza kufunga. Unafunga hapa. Then na wakati unamwaga hii usiangalie kule. Angalia pembeni. Wakati unamwaga huku usianze kuangalia hivi. Ukishaona ni hapo una kwa sababu gani? Sijakupa miwani. Lazima tufundishane na njia za kujikinga kwa sababu kusema yule kijana angalau hata yeye hapo. Kwa hiyo anaweza kufungua viatu kwa sababu sasa baada ya kuvaa hivi vazi kuna buti zake. Buti ni hawa. Na buti ni muhimu sana. Lazima wanunue buti kwa wale watu wa mwenye ndani. Wao nitakuwa wanunue buti, wanunue na jiki. Kwa nitakuwa mbea uletee jiki, akuletee buti na mask. Hata na miwani pia. Kupatia kama ile miwani nyeusi ile. Safi. Sikia jamani. Msaidie vijana kama kweli, Naomba nikuulize. Kuna masuala ya nini? Changanya madawa, mbolea. Unaweza kuchanganya tu ndani ya greenhouse au kuchanganya nje. Kwa special area ambayo na dawa jamani haipigwi mchana. Dawa inapigwa asubuhi au jioni. Mida kama hiyo. Hapana, sasa bado sio muda mzuri upige. Afikiri upepo mkali msipige dawa. Naombeni hizi dawa msipige shamba la nje tafadhali. Hii ni kwa ajili ya greenhouse tu. Wakisema wanalima kule nje sio wanasema mlime mchicha, mlime nini, mpige sumu. Hizi achana nazo. Hatufili pia dawa zake hazipo. Hizi sasa. Zikipigwa mchana kuna madhara gani? Itafanya kazi. Swala langu mimi nilikuwa kwenye kupanda pale. Na kuhamisha nikibada kuweka vidole kuhamisha ile. Unaweza kupanda hivyo hivyo au utabidi tu na uanze ushaandaa ile mbolea kupandia umeweka kwenye ile shimo kabisa ndo uhamishe hii. Yani pale nitakachokifanya pale mchana saa hizi. Unaanza kazi unaenda kupanda saa 8. Sio unajua siku ya 22 leo unaenda kupanda. Ukifika pale mmoja piga kwanza mashimo. Umeona anapiga mashimo yote na hesabu yako 300. Stara ushapiga mashimo. Anafuata sasa. Unakuja. Unaanza kuchukua mbolea hii. Unaanza kupima mbolea kila shimo moja. Ukishaanza kupima mbolea mnarudi tena kule mwanzo. Kuchanganya sasa mbolea na nini? Na udongo. Mnachanganya kabisa. Na mnafikia hapo kutoka mama shimo lakini ujue kama pana nini? Pana shimo hapo. Sasa saa 12 imefika. Uchukua sasa mchi na hapo mshafungulia drip, mshamwaga maji. Wakati mnaenda kuchimba shimo tayari mko mshafungulia maji pameloana kabisa pale. Fanya kazi kwenye sehemu ile loana. Ile drip simekaa hivi. Usipande ndani, panda nje. Ya drip. Usipande ndani, panda ndani umeharibu, panda nje. Kuna kama unamwagilia kutumia manyo. Unakana mwagilia. Unamwagilia kabla ya kupanda na baada ya kupanda. Kwa manyo. Kwa yani si ndani ya greenhouse. Yaani shamba lingine. Nataka nikwambie ni kwa sikilize. Mashamba mengine ya kawaida ambao kabla ya kupanda unatengeneza shamba lako tayari unaweka maji. Ukishapanda tena unaweka maji. Kabla ya kupanda unasema unaweka maji. Je, baada ya kupanda unaweka maji? Unaweka maji. Sasa. Baada ya kumaliza kupanda Sasa. tupi na mwana. Kwa sababu ile unajua sababu gani hapo? Tunakimbia mbolea. Mbolea hii ina ammonium lakini tunakimbia mbolea ng'ombe inazalisha ammonium kubwa sana. Sasa ammonium ikikutana na mmea inaungua. Sasa ndio maana nakwambia ikikutana na maji hajafanya kuli. Kuguza ile moto. Ndio maana nasisitiza Kwa hiyo ndani ya drip tutahitaji samadi, tutahitaji bado kuli. Inawezekana.
Kesho tukiwa tembelea tena. Mechi ya mwisho wanacheza na Morocco afungwe. Wakati sisi tushinde. Kwa sababu sisi tukishinda inakuwa na 9. Weka bwana. Choka tena masela mengi sababu. Hapo mzinga uko wrong. Mshusha wewe. Umekusanyika kamba sehemu moja. Sisi maana tunaoga tetete. Hata sisi wao tutachukua jamani. Hatuwezi tukao hapa pembeni. Hata sisi tukao hapa Manchester. Tukao hapa. Mimi adui yangu siwezi nikampa bunduki na maji. Sasa nimaliza. Sisi kwa tunamtaka Rumi. Rumi anataka hapo. Sasa Rumi atana hema sana. Sasa nakwambia sasa hizi tajiri umesema tumaliza madeni ni muda kununua majina sasa. Mtajiri nani sasa? Hapa sasa tuko polini kwenye wanatundika mizigo. Tumegawana kazi. Wengine wanachukua tofali, wengine wako kwenye bustani, wengine tuko mapolini kwenye mizinga. Umesikia Juma? Uvute. Hii umvute tu. Sababu hapa napiga kampani hapa mimi. Wewe vuta tu. Wewe angalia basi. Angalia. Baki tu. Kaeni na tafikaga. Achia. Umeona eh? Lakini kwa nini kweli huyu ndio yani amechoka Fika mwenyewe. Umeona? Engineer lagi. Kama mko wengi bwana. Umeona? Hamna baya. Hamna nini? Hamna baya. Sasa baya nini? Hamna baya. Umeona? Yaani hata. Leo jana sasa. Akaja mwanangu akata kipande akaondoka nacho. Ameenda kule mwanangu sifanyia siisha gengeni mwana akaja kaondoka mzee na mzigo wote. Hapo niliwaambia nikamwambia mimi msipofisha wako. Leo nimekuja kupitia. Haya. Na majaliwa. Unaona? Ile kupiga hili. Acha bwana. Jamani naombeni nikamsi wangu, mko wangu. Sana. Hiyo. Mungu kwangu kwa. Ni nyasa sana. Naanza kupiga hivyo, tujiandae sasa hivi udongo kwanza kuja. Na kifaa changu kiko hapo vingi. Tayari sisi ni mengi sana. Sasa wewe unazidisha maji bwana. Wewe vipi? Unajua kwa tu ndio maana tu. Maji yanazidi sana, chukua. Ushika maji kidogo kidogo. Ngageu wewe nao. Nitatoka mimi kidogo hapa nitasumbuka sana ya kutoka njia. Ukifanyaje? Nikiondoka. Kwa sababu sijaanza kujenga mimi mpaka wamalize huko. Ndio nianzie huko. Kwani niwasikize kwanza. Wewe mkweli kufanya chini. Nishangaa sasa hivi nazio kutoka hivi. Nadhani ni kwetu hiyo. Toka basi. Ni kwetu hiyo. Katibu baba. Hayo kimwangia mpaka ni madongo ya. Labda mlipo ndio ndio sana kwenye loki. Maji ndogo. Udongo mgumu.
Ndio watu wanashuka chini. Wewe ndo mgumu unatoa anisho ulainifu kidogo. Bado kunafurahisha na gari. Asikili kidogo sana. Wewe kina wapi? Sababu Chadema kwanza bado hana ile strong. Ile strong yake inajia kwamba wapi? Kwamba hana hiyo kwa sababu kwanza ile Hana uzoefu hata pesa kwanza bado hawezi kufikia chama. Ndio maana chama CCM kinaendelea kuheshimika. Ingawa kama kuna mafisadi, kuna nani, watu wengi. ngoja hapo nimwambie nimuulize kitu. Yes, nisaidie kaka. Kwa nini wale wanakuwa kwenye hizi kampeni zao wanakuwa juu alafu kwenye uongozi wako chini? Sielewa. Sielewa sana. Chadema unaoisimulia wewe, aiza kafu mlionayo. Unajua wewe ni kafu. Na wewe Hii CCM. Wewe Ambayo leo hii mnaniponda lakini kwa madarakani. Mimi mwenyewe CCM bwana. Sijakwambia Ngoja kwenye Zaliwa kwenye chama cha vyama vingine havina hela ndio maana umeona. Nimezaliwa na pesa gani ambayo chama wewe cha unaiona madarakani ndio maana pesa. Sio madarakani tu. Sio madarakani. Chama tarafu ni chama cha sikini. Ni chama tawala cha nchi yani katika nchi hii. kwa nini watu wanaipinga? Kipingaji. Sio wanataka mapinduzi. Msamaha walizoraba Mapinduzi. Ya ndivyo. Mapinduzi. Maana sera zake zimeshakuwa mbovu. Sio mbovu. Wanataka kuona changamoto. Unajua wewe kama hivi. wanataka maendeleo. Yes, na Kuna nataka maendeleo lazima nchi sehemu iendelee. magonga. Yaani kuelekea kuna mvutano. Kama anajua kabisa Sasa kwa nini unaona kama hiki kikiingia ndio huyo huyu mwenzangu atakuwa hana maendeleo au atakuwa ana maendeleo. Wewe nimekupiga sababu gani? Kwanza Kwanza sana. Ngoja. Umesikia Edward kwa vipi? Huyu hapa anapiga sababu gani? Kwanza hajawa na ule uwezo wa kuonyesha kama ni kitu gani unatengeneza vizuri. Sisi hapa tayari tumeshaona. Fikiri. Hapo tumeshakubali. Hebu nionyeshe wewe wapi ulipotengeneza ambapo unaweza ukaja. Umesikia? Ngoja. Mimi nimemkubali sana. Mimi si upande huu hapa. Umesikia? Nakubali. Mtu nilimkubali Edward. Toka mwanzo alisema sijui lakini kapiga pale panaonekana. Haonekana. Sasa wewe unaonekana wapi? Lakini wewe Alafu wewe wewe hii ngoja kwanza. Ngoja injini hapa juu. kazi hiyo tu na wewe uende haraka. upande wangu ni huu hapa. Wewe udongo kwa sasa hivi. Umna hatuwezi kuwa tutamwagia madongo. Hapo mimi mwingine. nafunga kitu hiki. Kwamba yeye kwenye haraka. Kuna bata mwenyewe jisifu mwenyewe. Nafikiri imenielewa. Naoma sana. Neema vipi? Mati anataka kutoka. Sema nikukatie kipande. Uyazuie mati. Naoma sana. Ndio magando. Imbe maganda eti. Neema. Neema. Nikumbe maganda. Kwa nini maize kukatakata mwaya? Nunue vya mia ngapi? Vijana wako wachapa kazi, kuna mvivu wa mchovu, alilia waitisite, usituone mbele yako, vijana wako wachapa kazi.